Aya 12 inasema walaqad akhadha Allahu mithaqa bani Israila, Allah aliahidiana na wana wa Israeli, waliahidi watatekeleza, akawaahidi na yeye atawatimizia ahadi zake, kama alivyowaambia wa aufu biahdi ufi biahdikum, kuna ahadi mliniahidi, tekelezeni na mimi nitatekeleza ahadi niliyoahidi. Kwa hiyo kulikuwa na ahadi nzito yenye uzito wa kiapo ya wana wa Israeli kwa Mola wao. Wabaathna minhum 12 naqiba, na kusahilisha uongozi na usimamizi wa mambo, tuliteua katika wana wa Israeli viongozi 12 wadogo wadogo wa kikoo. Waqala Allah akasema kuambia wana wa Israeli, inni ma'akum, mimi niko pamoja nanyi. La in aqamtumus salata wa ataytumuz zakata wa amantum bi rusuli, endapo mtasimamisha sala, mtatoa zaka, mkawaamini mitume wangu, wa azartumuhum, mkawapa ushirikiano mitume wangu, wa aqrabtumullaha qardan hasana, na mkamkopesha Allah mkopesho mzuri kwa kutumia mali zenu kwenye njia za kheri. Mkiwa na tabia hizi nzuri, la ukaffiranna ankum sayiatikum, mimi nitakuwa na wasamehe makosa yenu mnaokosea. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu, na nitakuingizeni katika pepo yenye kupita mito chini yake. Hayo ni makubaliano, ahadi baina ya Muumba na viumbe wake. Lakini mwisho akawapa angalizo, faman kafara ba'da dhalika minkum, baada ya kukubaliana kwetu huku, atakayekufuru kati yenu akayakataa haya makubaliano, faqad dalla sawa sabil, huyo keshaiacha, keshapotea kwenye njia ya sawa, hatopata radhi ya Allah, hatakuwa na matokeo mazuri katika maisha ya baadaye. Aya tunayoondokea nayo leo ya 13, fabima naqdihim mithaqahum, basi kwa tabia yao wana wa Israeli ya kutengua ahadi zao, la'annahum, tuliwalaani. Na mtu anayelaaniwa na Allah ni kwamba kafukuzwa kwenye rehema za Allah, Allah hana radhi naye, ndo laana. Kwa sababu ya kutengua kwao ahadi, wanaahidi hawatimizi, wanaamrishwa hawatekelezi, wanakatazwa hawaachi. La'annahum, tuliwalaani wana wa Israeli. Waja'alna qulubahum qasiya, na nyoyo zao tukazifanya susuavu, nyoyo ngumu. Yuharifuna al-kalima amma wadhi'ihi, kitabu wamepewa cha mwongozo, lakini hawakukitendea haki, wanakipotosha maneno yake. Wamepewa agizo, aya inasomeka hivi, wanapotosha kwenye maana na kwenye utekelezaji. Kwa hiyo maneno walioelekezwa kwa makusudi wanayapotosha, wanaleta maana nyingine. Wanasu hadhan mimma dhukiru bihi, na wametupilia mbali sehemu kubwa ya maagizo waliopewa. Maagizo yaliyomo kwenye Taurati kwa kiasi kikubwa wakayakataa, hawakutekeleza. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, na wewe Mtume Muhammad hutoacha kugundua kutoka kwa watu hawa khiana. Hawa watu watakuwa wanakufanyia khiana. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, hutoacha kugundua kutoka kwa watu hawa vitendo vya kukufanyia khiana. Hata wewe utakubaliana mambo, wataenda kinyume tu. Haya mambo utayaona kwa watu hawa. Illa qalilan minhum, isipokuwa wachache sana kati yao wanapatikana walionyoka, wanakuwa wa kweli. Sio wote, lakini hao wanaonyooka, wanaokubali ni wachache. Qalilan minhum fa'fu anhum,
wewe cha kufanya wapuuze, wasfa, waachie mambo yao. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Hiyo kufanya safi, watu wa mjini wanasema kuwapotezea, wanafanya ukorofi wao, wasikusumbue, waache kama walivyo. Ujumbe unawafikishia ulichotumwa, wasomee, walinganie, lakini hawatokusikiliza hawatokufuata hawa. Sasa hiyo tabia yao ya ukaidi, wewe ivumilie, na kuvumilia maudhi ya wenye maudhi, hiyo ni ihsani. Wallahu yuhibbul muhsinin. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah anawapenda watu wema. Wanafanyiwa maovu, wanastahimili, wanasubiri, wanakabiliana na maovu hayo kwa njia yenye tija, sio ya kuchochea vurugu na fujo. Sasa kuwavumilia watu watata wakorofi ni ihsani. Kwa hiyo fanya hivyo, Allah anawapenda watu wenye ihsani. Tunaondokea kwenye hiyo aya ya 13 leo. Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum, kwa sababu ya kuwa na tabia ya kutengua ahadi zao, hawatimizi ahadi, tuliwalaani, tumewaachia radhi, hatuko radhi nao. Ai, maana yake bisababi naqdihimul mithaqa, kwa sababu ya tabia yao ya kutengua ahadi, taradnahum, tuliwafukuza, min rahmatina, kwenye rehema zetu. Rehema ya Allah ni kukutoa wewe kwenye shida akakupeleka kwenye neema, kukuondolea ujinga akakupa nuru ya imani na ilmu, kukuondoshea atakayokupeleka motoni akakuelekeza kwenye atakayokupeleka peponi. Hizo ndo rehema za Allah. Hasa hawa akawafukuza kwa sababu hawataki, hawabebeki, hawachukuliki. Anasema nimewafukuza kwenye rehema zangu. Waja'alna qulubahum qasiya, alafu nikawafanya nyoyo zao ziwe ngumu. Nimejalia nyoyo zao ziwe ngumu, hawaambiliki, hawashauriki. Kama hawafahamu vile yanayosemwa, wanafahamu lakini wana tabia ya kukataa kila wanachokiona hakina maslahi ya dunia. Yani ja'alna qulubahum, tumezijalia nyoyo zao jafatun jafia, nyoyo zilizokuwa yabisi, kavu, ngumu. La talinu liqabuli iman, nyoyo zao hazilainiki zikapokea au zikakubali imani. Hata ukawalingania vipi hawa Muhammad, hawakufahamu, kwa sababu hawataki, si kwa sababu ya udhaifu wa kimaumbile, ni makusudi hawataki kukubali haki. Kwa hiyo nyoyo zao ndo zitakuwa hivyo. Tabia yao baada ya kuwa na nyoyo ngumu, maana wanatenda ya kusema sisi hatumkubali huyu mtume, tutampinga mpaka kitakuja kiyama. Sasa Allah anasema tabia yao walionayo sasa hivi, yuharifuna alkalima an mawadhi'i. Inaweza ikawepo aya kwenye Qur'ani typically inakubaliana na aya kwenye Taurati, kwa sababu aliyoagiza mtume Musa ndo yale aliyokuja kuyasisitiza mtume Isa. Mtume Isa kasoma Taurati na Injili, zote kazitumia kuwaongozea wana wa Israeli, pia wamempinga. Sasa na Qur'ani nayo imekuja kunukuu ya zamani, ikafanya compilation, majumuisho ya historia ndefu ya unabii mpaka kufika kwa huyo mtume wa mwisho. Kwa hiyo hivi vitabu vilivyotumwa na Allah kwa watu havipingani, na mitume aliyowatuma hawapingani, sera yao ni moja. Lakini hawa watu wakikuta kitu kinaelekea kwenye ukweli, wao wanakipotosha. Yuharifuna alkalima,
wanapotosha maneno amma wadhihi, wakayatoa kwenye makusudio yake, kwenye maana yake. Kwa hiyo wanaweza wakasema sisi tunayo dini yetu ya zamani kuliko yenu, kitabu chetu kimekuja mwanzo kuliko chenu, lakini hata hicho chao pia hawakukikubali. Wamekiingizia mikono yao, wakakiboresha, wakakirekebisha, wakatengua, wakapachika maneno ya kwao, wakafuta mengine. Ndio hicho wanachokifanya. Yuharifuna alkalima, wanapotosha maneno amma wadhihi, kutoka kwenye maweko yake, kwamba Allah kaweka aya yake ina maneno kadhaa. Maneno haya yakisomwa yanaleta ujumbe fulani, kama ni amri au agizo au katazo. Wao wakisema hili sisi hatulitaki, aya ile wataiingizia mikono yao, wanyofoe neno waweke neno jingine, au wafute neno ambalo hawalitaki liwe halipo. Kwa hiyo msomaji mwingine atakayesoma anakuta ni aya lakini ina ujumbe tofauti na aliyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Taurati sasa hivi halisi haipo, Injili halisi aliyoisoma mwenyewe Nabii Isa haipo, vitabu vinavyoitwa vya dini vyenye maneno ya Mungu vimesheheni usanii wa binadamu. Kwa hiyo muumini wa vitabu hivyo anasoma kwa kuamini, nasoma maneno ya Mungu, lakini kumbe sio maneno ya Mungu kwa sababu yameshapotoshwa. Yuharifuna alkalima, wanapotosha maneno, wanayaondoa maneno amma wadhihi, kwenye nafasi zake. Qala Ibn Kathir, mwanachuoni Ibn Kathir amesema, ta'awwalu kitabahu, kitabu walipewa na kakisoma mtume wao Musa, na akaishi kukifanyia kazi, kuyasimamia maagizo ya kitabu. Lakini baada ya kuondoka mwenyewe msomaji, mtume wa Allah, ta'awwalu kitabahu, walikitafsiri wakakipa ta'wili kitabu cha Allah. Kwa hiyo utakuta vitabu vyao vinatofautiana. Kopi ya mwaka 1920 inatofautiana na kopi ya toleo linalokuja 1938, itatofautiana na toleo linalokuja. Kila kipindi wakijisikia waboreshe, wanaboresha. Kwa hiyo kitabu cha Allah, lakini wanakiseti kikubaliane na maamuzi yao na sera zao, wanafanya hivi. Kitabu cha binadamu hakubali mwenyewe. Unanunua kitabu kinaandikwa kwenye ukurasa wake wa mwanzo au kwenye gamba, haki ya kunakili kitabu hichi imehifadhiwa, si ruhusa kuchapisha kitabu hichi kwa njia elektroniki, njia gani, ila kwa idhini ya mwenyewe. Kila mwenye kitabu chake anakilinda, kina haki miliki na hati miliki. Sasa kitabu cha Mungu, wewe una mamlaka gani ya kukiingilia ukakiharibu, ukakirekebisha? Watu wa kitabu wanafanya makosa hayo, Mayahudi na Manasara. Ta'awwalu kitabahu, kitabu cha Allah wamekifanyia ta'wili, kisomeke wanavyotaka wao, sivyo walivyotaka mwenyewe. At-Taurat, kitabu ambacho ni Taurati, ala ghairi ma anzalahu, wamekileta katika sura ambayo sio Allah aliyoiteremsha, wamekirekebisha kikasomeka vingine. Wahamaluhu ala ghairi muradihi, kwa maana hiyo kitabu cha Allah kikaingizwa kwenye mioyo ya watu, wakawa wanakifanyia kazi kinyume na muradi wake. Kama Allah alisema niabudieni mimi msinishirikishe, basi kitabu kitakuwa kinawaamrisha wasomaji wa waabudu wakubwa wao. Anaingia muumini kwenye nyumba ya ibada, haruhusiwi kuuliza swali. Akiulizwa swali anaambiwa wewe ushakumbwa na pepo mchafu. Sasa hapa nimetanzika niulize, hakuna jawabu. Wewe chukua maagizo kwa viongozi, kwa wakuu wa dini, usitaki maagizo kwenye kitabu. Hawa ndo watasoma kitabu wakupewea amri.
Sasa kitabu kikawa kimepotoshwa, kinatumika nje ya makusudio na malengo yake. Waqalu, halafu wakasema, ala Allahi, maneno kuhusu Allah, ma lam yakul, wanamsemea Allah maneno ambayo Allah mwenyewe hajayasema. Kwa hiyo waumini wa kawaida wakiingia kwenye nyumba za ibada, viongozi wao wa dini wanawapa amri, Mungu kasema hivi hivi hivi, kumbe sivyo, wanasema wao alafu wanamsingizia Mungu. Ndio watu wa dini hizo wanavyofanya. Kwa hiyo mtu anaburuzwa, kashikwa hatamu na mtu mwenziwe, anachokifanya sicho kitu halali kutoka kwa Mola Muumba, anawaabudia viumbe badala ya kumwabudu Muumba. Haya ndo wanayoyafanya watu wa kitabu. Wala jurma a'zam, na hakuna kosa kubwa minal ijtirai ala taghyiri kalamillahi, hakuna kosa kubwa linalomshinda mtu anayejipa ujasiri wa kubadilisha maneno ya Allah. Allah akasema hivi, akatokea mtu akasema hapana, sio hivyo, kasema hivi, akakulazimisha wewe ukubali alivyokuambia yeye, wakati pengine umepitia kitabu, umeona neno halisi la mwanzo lilivyokusudiwa katika kitabu. Hakuna kosa kubwa zaidi kuliko analolifanya mtu anayejipa ujasiri wa kuyaingilia maneno ya Allah akayatafsiri atakavyo yeye, sivyo alivyokusudia mwenyewe Allah azza wa jalla, mwenye nguvu na utukufu. Makosa hayo watu wa kitabu wanafanya. Wanatoa maneno kichwani mwao, wanawaambia wafuasi wao, alafu wanaambia hayo ndo maagizo ya Mungu. Watu wanachukua kama maagizo ya Mungu, kumbe sio, washachakachua zamani wajanja. Wanasu hadha mimma dhukiru bihi, alafu hawa watu wa kitabu sehemu kubwa ya maagizo ya kitabu chao wameyapoteza. Nasu sio wamesahau, yani wameyadharau kwa makusudi. Maagizo mengi ya kitabu halali cha Allah wao hawakuridhika nayo, wakaachana nayo na wakaweka mengine wanayoyataka wao kwa mujibu wa haja zao za dunia. Ai, maana yake nasu hadha mimma dhukiru bihi, taraku, wameacha, nasiban wafiyan, kiwango kikubwa, wameacha sehemu kubwa, mambo mengi muhimu, mimma umiru bihi fi Taurati, katika mambo walioamrishwa kwenye kitabu cha Taurati. Kwa hiyo amri nyingi za Allah wameona hizi hazina maslahi na sisi kwa dunia yetu, wanafuta hizo, wanaweka amri nyingine ambazo zitawabeba kwenye maslahi yao ya dunia. Ulua mtamu, kwa hiyo wamejitengenezea ulua wao waabudiwe na watu. Kwa hiyo Allah aliweka dini watu wafuate utaratibu alioutaka Muumba. Wao wameweka utaratibu wa kwamba sasa wafuatwe wao, kwa kupotosha kile kitabu tu, alafu watu wakaaminishwa hichi ndio kitabu chenye maneno ya Mungu. Kwa hiyo hawezi mtu kupinga liliomo humo. Wameweka watu. Akaambiwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, na wewe ndio unaishi nao hawa jamaa, unao Mayahudi. Kwa hivyo katika maisha utakayoishi nao, wala tazalu tattali'u, hutoacha kuona, ala kha'inatin minhum, khiana inayofanywa na watu hawa. Wewe utawaamini lakini hawatokuwa waaminifu. Utakubaliana nao mambo, hawatimizi ahadi. Utawatazama kwa kheri, wao wanakutazama kwa shari. Ndo aina ya watu hawa. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum, hutoacha kugundua khiana inayotokana na watu hawa, labda wachache kati yao ndo wanakuwa wamenyoka. Kwenye suratu Ali Imran tumepita, Allah akasema laisu sawaa, sio wote wana wa Israeli ni wabaya, hawako sawa sawa. Min ahli alkitabi ummatun
qanitatun, katika watu wa kitabu wako watu watiifu wamenyooka, yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun, wanasoma aya za Allah usiku na wanakuwa ni wanyenyekevu kwa Mola wao. Kwa hiyo wanaokuwa wamenyooka ni wachache, wengi wamepinda, ndo ambao hujivika ubabe. Sasa hawa wababe ndo wanaforce kwenye jamii ifate wanavyotaka wao. Wale waliokuwa wamenyooka na wao pia huwa wanatengwa na wanadhibitiwa, hawana maamuzi. Yani maana yake, wala tazalu tatali ala khainatin minhum illa qalilan minhum la tazalu ya Muhammadun, hutoacha ewe Muhammad, tadhhiru ala khiyanatin minhum, hutoacha kuona khiana inayofanywa na watu hao. Binaqdil uhudi, kwanza watakufanyia vitu vya kutengua ahadi, mtakubaliana mambo hawatotimiza ahadi. Watadbiril makaidi, watakupangia njama hawa za madhara. Hawa wanatamani uondoke duniani sasa hivi, halafu ukitokea machoni pao wanatabasa, wana maneno mazuri, lakini nyoyoni hawako sawa, hawakutakii jema. Utaona vitu kama hivi vinatokea kwa watu hao. Falghadaru wal khiyanatu adatuhum, hawa watu kufanya khadaa na khiana ndiyo tabia yao, wamejengeka hivyo. Wa adatu aslafihim, na hiyo ndo dasturi ya watu wao, wazee wao waliotangulia. Kwa hiyo wao wanayaenzi yale ya wazee wao. Wazee wao ndo waliowatengenezea mfumo wa kukataa mpango wa Allah, wakawa wanaendeshana kwa rai zao wenyewe. Na kila kizazi kinachozaliwa kina yaenzi ya wazazi, wanakataa kufuata ya Allah Mola mlezi. Illa qalilan minhum mimman aslama, isipokuwa wachache katika wana wa Israeli, katika wale ambao wameuona ukweli na wakakubali kusilimu. Watakaokubali kusilimu, hawa watakuwa ni watu walionyooka, watiifu, hawana tabia mbaya. Lakini mtu madam hajakubali kusilimu, usimuamini, hayuko sawa. Itakuwa mnawindana tu, anakuwinda na wewe uchukue tahadhari. Wa watu hawako sawa. Lakini akapewa mtume mafunzo, njia ya kuishi nao. Allah akamwambia fa'fu anhu. Alafu maana yake ni kwamba wewe una nguvu pengine ya uongozi, una authority na power. Panatendeka jambo katika jamii sio la kawaida, na kwa dhamana ulionayo unapaswa kuchukua hatua. Sasa kafanya mtu kosa, aadhibiwe, apewe punishment. Sasa alafu anapewa mtu mbinu. Inaweza kuwa limetendeka jambo likakusukuma kwa nafasi yako uchukue hatua, lakini kwa maslahi ukasema hapa nikichukua hatua ninaharibu zaidi, ili bora nilipuuzie. Hiyo ndo afu, kuacha kuchukua hatua mahala ambapo una haki ya kuchukua hatua, lakini kwa kuzingatia maslahi mapana ya muda mrefu au ya watu wengi. Anafanya kosa mtu, una haki ya kumwadhibu, lakini ukapima ukaona nikitoa adhabu maafa yatakuwa makubwa zaidi kuliko matengenezo. Maana adhabu lengo lake ni kurekebisha, kama mtu kapinda anyooke. Sasa ukiishi hapanyooki kitu isipokuwa maharibiko yatazidi, basi hikima ni kupuuzia. Maana kama lengo ni amani, na nikifanya hivi amani itatoweka, basi bora usifanye hivyo, ulinde ile amani. Ndio maana yake akaambiwa mtume, hao watu uwe na uwezo mkubwa wa kuishi nao, wachukulie fa'fu anhum wasfa, wafanyie afu kwenye mambo yao,
wasfa halafu wapuuze. Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ukifanya hivyo utakuwa umetenda ihsani, na Allah anawapenda wenye kufanya ihsani, muhsinin. La tuaqibuhum, usiwachukulie kila jambo walilokosea hatua, zaidi ya kuamrisha mema, kuwakataza mabaya, kuwapa nasaha na hivyo. Wasfa mengine wapuuzie. Wasfa wapuuzie amman asaa minhum, wale wanaokukosea katika wao. Na haya yanakuja yale ambayo ni makosa anayofanyiwa yeye binafsi. Kama akafanyiwa yeye binafsi, anatakiwa awe na kifua cha kustahamili. Lakini makosa yanayotaalaki na sharia aliyopewa, anayachukulia hatua ya kisheria, maana ndo sehemu ya ibada. Kama alivyoambiwa wafukuze, kawafukuza, wakaondoka Madina. Ni agizo kapewa. Kwa hiyo hawezi kupewa agizo na Mola wake akasema hili silitekeleze. Hapana, haya ya kawaida tu. Wamekupiga jiwe, wamekutukana matusi, wamefanya hivi, haya bora wapuuze. Yale ambayo yatataalaki na hatua zinazotoka kwa Mola wako, atakupa maelekezo nini ufanye. Wa hadha mansukhun, agizo hili la kuambiwa mtume awapuuzie, awachukulie, hili lilifutwa baadaye. Wa hadha, agizo hili, mansukhun, limefanywa nasli bi ayati saifi, kwa ile aya iliyokuja kumpa amri apambane nao. Wakati muafaka ulipofika, kaambiwa apambane nao, vita. Kwa hiyo wakapigana Mayahudi na Waislamu wakati ulipofika. Waljizya, na kaambiwa baada ya vita, watakaposhindwa vita wanapaswa watoe jizya. Iko kwenye sura Tauba, sura ya 9. Kama kala al-jumhur, haya ni maagizo waliosema tambo kubwa la wanawachuoni, jumhurul ulama. Hiyo ni kwa Mayahudi. Aya inayoendelea inasema wa minal ladhina qalu inna nasara, na katika wale watu waliojisemea kwamba sisi ni manasara. Na hapa kuna ufahamu unatakiwa ukae katika akili zetu. Wa minal ladhina qalu, na katika wale watu ambao wamesema, yani wamejisemea wenyewe, wamejita jina wenyewe, hawajapewa hilo jina, hawajapewa hiyo dini. Wa minal ladhina qalu, na katika wale watu wengine ni hao wana wa Israeli waliojisemea wakajipa jina inna nasara, sisi ni manasara. Jina wamejipa wenyewe, wazee wao huko zamani wametunga jina la dini yao hiyo. Na hawa nao Allah anatusimulia akhadhna mithaqahum, na wao pia tulichukua miadi kwao, sababu nao walipelekewa mtume Isa, kapewa kitabu cha Injili. Na manasara wanasema wanamkubali Isa na wanaikubali Injili. Mayahudi hawamkubali Isa na hawaikubali Injili, lakini wanamkubali Musa na wanaikubali Taurati wanavyosema wenyewe. Lakini ndo hivi tunavyosomewa, hata hiyo Taurati wanayoikubali wameirekebisha ikubaliane na wanavyotaka. Na hawa nao waliojipa jina la unasara wakajitengenezea dini inayoitwa Nasrania, Allah anasema akhadhna mithaqahum, hata na wao tulichukua miadi yenye uzito wa kiapo kwao kwa kupitia kitabu halali cha Injili na mtume halali aliyetumwa na Allah Isa alayhi salam. Ai, maana yake wa minal ladhina da'u annahum ansarullah, na katika watu ambao wanadai wao ni watumishi wa Mungu, wanamnusuru Mungu, wanapenda dini. Wasammau anfusahum bidhalika, wakajiita wenyewe jina hilo, inna nasara, sisi tupo kwa kumnusuru Allah, tunamtumikia Allah, tunafanya hivi, wanavyojinasibu wenyewe.
Na hawa nao akhadhna minhum aidan almithaq, pia tulichukua kwao miadi, tuliwapa maagizo wakaahidi watatekeleza. Ala tauhidillahi, maagizo yenyewe ni kwamba wamkwekeshe Allah mmoja peke yake, wasimshirikishe na chochote. Waliimani bi Muhammadin, na pia tulichukua ahadi kwao kwamba atakuja mtume wa mwisho baada ya huyu mtume wenu, anaitwa Muhammad. Akija mumpe ushirikiano, mumfuate. Habari za kuja kwa mtume Muhammad ziko katika Taurati na ziko katika Injili, na kwa jina lake katajwa, na wasifu wake, maisha atakayoishi yameelezewa vya kutosha kwenye vitabu vyao. Kwa hiyo Allah akawaambia mapema kabla hajaja mtume wenyewe, kama tunavyosimuliwa katika Qur'ani, wa idh qala Isa ibn Maryam, kumbuka ewe Muhammad, Isa mwana wa Maryam aliposema tangu wakati wa uhai wake, anawaambia wafuasi wake, ya bani Israil, enyi wana wa Israeli, inni rasulullah ilaikum, acheni usumbufu, mimi ni mjumbe wa Allah, nimetumwa kwenu. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Tawrah, nimepewa kitabu mimi cha Injili, lakini sipingi chochote katika kitabu kilichotangulia cha Taurati. Hiyo Taurati mimi ninaiappreciate na ninaisimamia na ifanyia kazi aliyokuja nayo Musa, na Injili ndo kitabu alichopewa yeye kasikifanyia kazi. Lakini pia akawaambia watu wake, wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di, na ninakutabirieni au ninakubashirieni atakuja mtume mwingine baada ya kuondoka mimi, ismuhu Ahmad, jina lake Ahmad. Taarifa hizi zipo kwa ukamilifu kwenye vitabu vilivyotangulia. Falamma jaahum bil bayinati, alipowajia mtume wenyewe na dalili zote zilizozungumzwa kwenye vitabu vyao, qalu hadha sihrun mubin, watu wa dini hizo mbili wakasema huu ni uchawi wa wazi kabisa, si kweli, huyu si aliyetabiriwa kwenye vitabu vyetu. Lakini wasifu wake mtume Muhammad umetajwa kwenye vitabu vilivyotangulia, katajwa na mitume waliomtangulia. Waliambiwa watu hawa tangu huko zamani kabla hajaja. Kwa hiyo tulichukua miadi kwa watu wenye dini hizi, watu ambao wenyewe wamejiita jina inna nasara, sisi ni manasara. Akhadhna minhum aidan almithaq, pia tulichukua kwao miadi yenye uzito wa kiapo, ala tauhidillahi, ya kwamba wamkwekeshe Allah, wamwabudu Mungu mmoja, wasimshirikishe na kitu chochote au na mtu yoyote. Waliimani bi Muhammadir rasulillahi, na tulichukua ahadi kwao kwamba akija huyo Muhammad mtume wa Mungu wamkubali, wamwamini, na wakaahidi waliokuwepo wakati huo, akija tutamfuata na tutamtii. Fanasu hadha mimma dhukiru bi, lakini na hao wa Kristo nao vile vile wamepotezea mbali sehemu kubwa ya maagizo ya kitabu chao walichopewa na mawaidha ambayo waliwaidhiwa. Yani fataraku ma umiru bihi, na hawa nao pia wameacha walioamrishwa fil injili, kwenye kitabu chao cha Injili, wameitupilia mbali Injili, wakafanya tahrif, tabdil, iftira kwenye vitabu hivyo, wakayatupilia mbali maagizo mengi ya kitabu chao wanachokiamini. Minal imani bil anbiya'i, huko walifundishwa wawaamini manabii wote, wasimtenge hata mmoja. Allah amewatuma wengi hawa manabii, muumini hatakiwi kumkataa yoyote, waamini wote waliotumwa na Allah. Lakini watu siku hizi wameleta method mpya, wanazalisha mitume tu kila siku, mpaka Manzese Tandale utasikia kuna mtume. Unaona? Yani issue ya utume kwao nyepesi tu, kwa sababu mitume wanazalisha wenyewe kama kuku kwenye incubator. Lakini kuna mitume waliopewa wahi, wameagizwa na Allah mwenyewe, hutakiwi kama muumini kumkataa yoyote. Waliambiwa waamini mitume wote,
Ukimkataa mmoja ni sawa sawa na kwamba ushawakataa wote, kwa sababu mitume wote message yao ni moja. Ukimkataa yoyote ni sawa sawa na umewakataa wengine wote. Wanaqadul mithaq, na hawa Wakristo nao pia wametengua ahadi walizoahidi, hawakutimiza. Fa aghrayna bainahum al-adawata wal-baghdha'a ila yawm al-qiyamah, kwa hiyo tukawalazimisha tabia ya kuwa na bughdha, magomvi, uadui, wataishi hivi mpaka siku ya kiyama. Yani hata kama hamjawakosea kitu, wao wanapanga kwenu shari tu, wagomvi tu. Wamepewa ndwele hiyo, itawasumbua mpaka kiyama kitakuja. Alzamna wa alsaqna baina firaqin nasara, Allah anasema tumeweka, tukagandisha hasa baina ya makundi tofauti ya manasara, al-adawa, tukapandikiza uadui, wal-baghdha, na chuki inayoambatana na magomvi, hawaelewani, hawapatani, ila qiyami saa, watakuwa hivyo mpaka siku ya kiyama, mpaka kiyama kitasimama. Hawajanyooka na wao kwenye njia moja, wanajikuta wako tofauti na hawaelewani. Qala Ibn Kathir, anasema mwanachuoni Ibn Kathir, la yazaluna mutabaghidina mutaadina, hawataacha kuwa wanachukiana na wamekaliana kiuadui, yukaffiru ba'dhum ba'dha, wanakufurishana wenyewe kwa wenyewe. Jambo hili hata na sisi weshatupandikiza nalo kwenye Uislamu sasa hivi. Tuna makundi mengi, kila kundi lina manhaji yake, tunatiana motoni, tunafungiana milango ya pepo. Anakaa mtu akasema fulani hakupatia, akakosea, yule ni mpotovu, mtu wa motoni, na huyu naye anamwambia mwenzake hivyo hivyo. Haya sisi tunafanyiwa na hao watu wa kitabu, na sisi tukiuziwa fikra tunapokea, tunaifanyia kazi. Sisi tuliambiwa tusifarikiane, tushikamane pamoja, tupendane, ndio Uislamu ulivyokuja. Lakini haya yaliyoko kwao wana uwezo mkubwa wa kuyapandikiza na kwenye jamii yetu sasa. Haya yalikuwa ya kwao, wakaona na hawa nao wanaoambiwa wana dini ya sawa sawa, ngoja tu wachokonoe kidogo. Kwa hiyo wanatufanyia hayo. Wala yazaluna mutabaghidina mutaadina, hawataacha kuwa wanachukiana, wanakaliana kiuadui, yukaffiru ba'dhum ba'dha, wanakufurishana baadhi yao kwa wengine, wayal'anu ba'dhum ba'dha, na wanalaaniana wenyewe kwa wenyewe. Hawa hawaridhiki na hawa, na hawa hawaridhiki na hawa. Tumesema laana ni kumfukuza mtu katika ridhaa yako. Kwa hiyo wao wenyewe hawaridhiani, hawakinaiani, wanaishi hivyo, na hii sio katika murua wa kibinadamu, inakuwa ni sehemu ya adhabu. Wa kullu firqatin, kila kundi katika makundi yao, tamna'u al-ukhra dukhula ma'abadiha, kila kundi katika makundi yao, kila dhehebu katika madhehebu yao linamkataa mtu wa dhehebu nyingine kuingia kwenye sehemu yao ya kuabudu. Kwa hiyo hawa hawaabudu kama hawa, na hawa hawaabudu kama hawa, wako tofauti, hawaivi chungu kimoja. Walipokataa kitabu, haya ndiyo mazao yake, ndicho kilichowakuta. Wa hakadha najidu al-umam al-gharbiyya, anasema shekhe, hivi ndivyo tunavyokuta umma za kimagharibi, watu wa nchi za magharibi. Wa huma abna'u dinin wahidin, utawakuta wao ni watu wa dini moja, Christianity, lakini hawaelewani, picha haziendi, kwa sababu ile dini, imani ya dini sio kitu chenye umuhimu wa kwanza nyoyoni mwao. Wana vitu vingine vile vinavyopandikizwa na wakubwa wao. Kwa hiyo wao huwa wanaenda au wanaendeshwa na maagizo ya wakubwa wao, sio maagizo ya kitabu cha dini au Mungu aliyeumba ulimwengu.
lazima wajikute wako tofauti, kwa sababu kila mwenye mamlaka anataka alinde mamlaka yake na anatengeneza utaratibu wa kwamba mimi ni tofauti na fulani. Kwa hiyo watu wanawaabudu watu badala ya kumwabudu Mola aliyeumba watu. Hawawezi kuwa wamoja. Yatafannanu ba'dhum fi ihlaki ba'd. Watu wa magharibi pamoja na kwamba majority ni Wakristo, lakini utaona wana uadui wa kutwangana wenyewe kwa wenyewe. Wengine wanawaangamiza wengine kwa sababu hawa sio wenzetu, hatuko pamoja. Famin mukhtara'i lilqanbala adh-dharriyya ila mukhtara'i lilqanbalati الهدرية وجنينية، وهي مواد مدمرة لا يمكن أن يتصور العقل. يعني wamewekeana mipakani masilaha ya ajabu ajabu. Huyu ana makombora kadhaa ya aina fulani anarusha kwa mwenziwe, huyu ana vitimbi vingine anavipanga kwa ajili ya mwenziwe. Wana sura tofauti tofauti za kuzidiana uwezo na kutiana madhara, vitu ambavyo akili iliyo salama ya mwanadamu anayemjua Mola wake haiwezi kukubali, lakini yanafanyika kwa watu ambao wanaambiwa wana dini. La tuhadithuhu min talafin balighin wa halakin shamil. Yanayofanyika na hawa watu wa magharibi basi yanakuwa yanashangaza watu wenye akili zao timamu. Ni maangamizi kama mnavyoona yanavyofanyika, sijui Urusi na Ukraine wanatongana, watu wa wapi na wapi hawaelewani, watu na wakati wana dini moja, Mola wao mmoja, kitabu chao kimoja, Yesu mmoja wanamuamini, lakini wanafikishana hivyo. Kwa hiyo athari ya imani ya dini imeondoka katika nyoyo zao. Wanachokifuata sio dini, ni chingine. Tuambiwa vitabu walivirekebisha, vinasomeka wanavyotaka wao, na kwa sababu hawako wamoja, wana vitabu tofauti na maandiko tofauti, wanajikuta na wao wako tofauti vile vile, sio wamoja. Inma yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fil hayati dunya. Hii kuwa hawako wamoja, wametofautiana, na kwa sababu Allah kawatoa katika rehema zake, anasema hii ni adabu ndogo ndogo za duniani. Inma, si vinginevyo, yuridu Allahu an yu'adhibahum biha fil hayati dunya. Anataka Allah awaadhibu kwa hizi tofauti zao kwenye maisha haya ya mpito ya duniani. Watazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Na mwisho wa maisha ya kila mmoja wao ukifika, inatoka nafsi yake au roho yake hali ya kuwa ni kafir, hajamuamini Mungu wa kweli wala hajamuabudu Mungu wa kweli. Anaishi na dunia yake na migogoro yake, umri ukisha anakufa, imani ya Mungu mmoja hana. Thumma qala ta'ala, alafu akasema Allah mtukufu, wa sawfa yunabbihuhumullahu bima kanu yasnaun. Duniani yatawafika yanayowafika, lakini saufa ni muda mfupi ujao, na muda mfupi ujao ni mtu kumaliza umri wake wa kuishi duniani akafikwa na mauti. Siku mtu roho yake ikichukuliwa, anaona reality pale, mwenyewe anajijua, mimi nimekosea, naenda pabaya. Lakini hata akiomba muda wa dakika 5 tu arekebishe, anaambiwa hakuna muda wa nyongeza. Hata idha jaa ahadahumul mautu, wanaishi vibaya mpaka mmoja wao yakimfika mauti, qala rabbi irji'uni, asema Mola wangu nirejeshe, nipe muda kidogo tu wa nyongeza, la'alli a'malu salihan fima taraktu, ili muda utakaoniongeza niyarekebishe niliyoyaharibu, nifanye yale mema niliyoyawacha. Nipe muda kidogo tu nirekebishe mambo. Kalla, anaambiwa hilo jambo, something never happened, aliwezi kutokezea.
innaha kalimatun huwa qailuha. Pale wakati wa kufa kila mtu inamjia fikra hiyo, lakini haya yanakuwa ni maneno tu mwenyewe anajisemea, hayazingatiwi wala hayatopewa umuhimu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Kinachokabili hapo ni kufa, akakaa barzakhi, kaburini, asubiri siku ya kufufuliwa. Kwa hiyo na sisi Waislamu tunaosema midomoni tunamwamini Mungu mmoja, tukiingia kwenye mitihani kama hii, tukagombana, tukaacha utaratibu wa dini, maelekezo ya aya, yakikufika mauti unaona ulipoharibu, lakini unakufa vibaya, upewe muda wa nyongeza, huwezi kurekebisha ulichoharibu kwenye dakika za mwisho. Wasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun. Muda mfupi tu ujao, wakishamaliza dakika zao za kujidai, za kuishi, Allah atakuja kuwapa habari ya kile ambacho ndani ya umri wao hapa walifanya. Tahdidul lahum, aya ni makamio, Allah anawakamia. Yani maana yake sayalqauna jazaa amalihimul qabih, watakuja kupata malipo au matokeo ya amali zao mbaya walizofanya kwenye umri mchache wa duniani. Wataona tumeharibu, tumekosea, lakini tena itakuwa hawana nafasi ya kujirekebisha. Hapa analinganiwa, we njia halali ni kusilimu, muabudu Mola wako mmoja, fanya hivi, hilo dhambi usifanye, usizini, usidhulumu. Haelewi mpaka mauti yakimfika ndo anaona ukweli pale, lakini kesha ya haribu na hana muda tena wanyongeza. Allah atakuja kuwajulisha yale ambayo waliyafanya ndani ya umri huu wa kufanya mema kwa ajili ya akhera. Ukiacha kuutumia huu, ukisha una tena nafasi ya kurekebisha chochote. Aya ifuatayo, ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu. Kawataja Allah Mayahudi, halafu akawataja na Wakristo. Sasa anawa-address wote, anawahutubia kwa umoja wao. Ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu, ni Yahudi na Nasara. Qad jaakum rasuluna, kwa hakika amekujieni mjumbe wetu, yule tuliyemwahidi kwenye vitabu vyenu hivyo. Enyi Mayahudi, enyi wa Nasara, qad jaakum rasuluna, kwa hakika amekujieni mjumbe wetu, yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi. Mjumbe wetu huyu amekuja anakubainishieni mengi katika yale ambayo mmekuwa mnayaficha kwenye vitabu vyenu. Hayo yaliyopotezwa na wakubwa wenu, uhakika wake mnapewa na mtume wetu huyu wa mwisho. Shumambia vitabu vyao vile haribiwa, wao wanasoma magamba ambayo sio halisi. Sasa mtume huyu kaja anakupeni uhalisia wa mengi ambayo mumeyaficha, yamepotoshwa. Msikilizeni huyu, anakuelekezeni kwenye haki. Mayahudi, Manasara wanalazimika wamwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katangazwa katika vitabu vyao kabla hajaja, tangu wakati wa Musa na Isa. Ni mtume halali kabisa aliyetumwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaja kuelimisha ulimwengu, kuwatoa watu kwenye viza vya upotovu na kuwaelekeza kwenye nuru ya uongofu. Kwa hiyo Allah anawaambia hao watu wa dini nyingine, ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu, qad jaakum rasuluna, kwa hakika amekujieni mjumbe wetu huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yubayinu lakum, anakufafanulieni, anakubainishieni, kathiran, mambo mengi, mimma kuntum tukhfuna min alkitabi, ambayo mlikuwa munayaficha kwenye vitabu vyenu, Taurati na Injili. Ai, maana yake alkhitabu lilyahudi wa Nasara. Statement hii Allah anaongea na Mayahudi na Wanasara, anawaambia, ya maashara ahli alkitabi, enyi watu wa kitabu, qad jaakum rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, amekujieni yule mjumbe wetu tuliyekutajieni kwenye vitabu vyenu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafika, ndo huyu kaja bidini alhaqi,
amekuja kukufahamisheni nyinyi dini ya sawa sawa, dini ya haki mbele ya Allah ni ipi? Yubayinu lakum, anakubainishieni mtume huyu alkathiru, mambo mengi, mimma kuntum taktumunahu, katika mambo ambayo mmekuwa kwa muda mrefu munayaficha, fi kitabikum, kwenye kitabu chenu, minal imani bihi, vitabu vyenu na kitabu chake huyu kinakufahamisheni mumuamini Allah aliyeumba. Wa min ayati rajmi, pia amekusomeeni aya za adhabu ya kupigwa mtu mawe. Kwenye Taurati ilikuwa inatumika sharia hiyo. Mzinifu wa kizini mtu mzima anapigwa mawe hadharani mpaka afe, kwamba hili jambo halimo katika murua wa kibinadamu, ni kosa kubwa. Kwa hiyo katika kukomeshwa kwake adhabu kali imetolewa, watu wasilikurubie. Kwa hiyo kwao lilikuwa linafanywa kazi kwenye Taurati, na Qur'ani ikaja ikalikariri jambo hilo, anakubainishieni. Wa min qissati ashabi sabti, pia mtume huyo anakusomeeni kisa cha jamaa zenu waliofanya kosa siku ya Jumamosi, anakusomeeni, na kwenye kitabu chenu kisa hicho kimo. Alladhina, hawa watu waliofanya kosa la kutokuwa na nidhamu ya siku ya Jumamosi ni watu ambao musikhu qiradatan, waligeuzwa kuwa ni kima, wa ghairi dhalika mimma kuntum tukhfunahu, na mtume huyu atakusomeeni mambo mengi yaliyokuwemo kwenye kitabu chenu ambayo nyinyi mlikuwa mnayaficha yasieleweke, yeye atayasoma. Kwa hiyo huyu ni mjumbe wetu yule tuliyokuahidini, kaja. Wayafu an kathir, atakusomeeni baadhi ya mambo ambayo mumeyaficha yamo kwenye kitabu chenu. Wayafu an kathir, lakini mengine atakuwa anapotezea, anayapuuza. Mengine atakwambieni, mengine atayanyamazia. Huyu ndo mtume wenyewe yule tuliyekwambieni. Yani baadhi ya mambo atakwambieni na uthibitisho wake kwenye vitabu vyenu huko. Wayatrukuhu, atayaacha mengine, wala yubayinuhu, hato yabainisha kwenu, ingawaje yamo kwenye vitabu vyenu, lakini si lazima akusomeeni kila lilomo kwenye kitabu chenu. Wa innama yubayinu lakum ma fihi hajja, atakusomeeni mambo ambayo yanahitaji yasomwe kwa wakati huu, ni muhimu kwa jamii pana ya watu wengi. Ala nubuwatihi, yatakayosomwa na yeye ni yale ambayo yatakuwa yanahitajika kuthibitisha unabii wake, utume wake, wa shahadatina ala sidqihi, yatakayotoa ushahidi juu ya ukweli wa maneno anayokwambieni. Yale muhimu atayasema, mengineyo hayatokuwa na haja hatoyazungumzia. Walau dhakara kulla shay'in, kama mtume wetu huyu atataja kila kitu kilichomo katika vitabu vyenu, la fadahakum, atakufedhehesheni, mna mengi mmekoroga. Yale muhimu atayasema, iwe kwenu ni ushahidi kuwa huyo ndo mtume mwenyewe, mumuamini, mumfuate. Uwezekano wa kukusomeni yote ya vitabu vyenu upo, lakini atawaumbua, atawafedhehesha. Haina haja kufedheheshana, anakupeni vitu ambavyo ni facts zinazothibitisha ukweli wa utume wake. Qala fi tashili, amesema mwanachuoni katika tafsiri ya tashili, wa fil aya, katika aya hii, dalilun ala sihhati nubuwatihi, kuna dalili ya kuonyesha usahihi wa utume wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liannahu bayyana ma akhfawhu, kwa sababu mtume Muhammad ameyabainisha mambo ambayo watu wa kitabu walikuwa wanayaficha, hawataki yasomeke, kwa sababu yakisomeka kwenye vitabu vyao yatampa kiki huyu, watu watatambua kumbe mtume mwenyewe ndo huyu. Ndo maana wakaingia kwenye vitabu wakafuta walivyotaka kufuta, kuondosha ushahidi wa kumthibitisha huyu kuwa yeye ni mtume. Sasa yeye mwenyewe atayasoma ambayo waliowahi kuisoma Taurati kabla ya kuja kwake, atakayoyasema yeye wataproof ni kweli yalikuwemo. Imefahamika hiyo eh? Kwa hiyo amekuja mtume huyu akayabainisha mambo ambayo
watu wa kitabu walikuwa wanayaficha, hawataki yasomwe, kwa sababu yakisomwa waumini wao watamkubali huyu ndo mtume mwenyewe, wao watakosa wafuasi. Kwa hiyo wawapotoshe watu waende motoni, wao kwa kutaka hadhi ndogo ya dunia wabakie kuwa ni viongozi. Kwa hiyo amesema kwenye tafsiri, wa fil ayati dalilun, katika aya hii kuna dalili ala sihhati nubuwatihi, ya kuonyesha usahihi wa utume wake Mtume Muhammad, liannahu bayyana ma akhfawhu, kwa sababu ameyabainisha mambo ambayo wameyaficha watu wa kitabu, fi kutubihim, kwenye vitabu vyao. Wa huwa ummiyun, kayabainisha mambo hali ya kuwa mtume wenyewe ameandaliwa na Mola wake kuwa hajui kusoma. Ingelikuwa anajua kusoma palipoandikwa, wangesema huyu kapata vitabu vyetu kavitalii kavipitia. Lakini yeye mwenyewe hajui kusoma, analetewa wahi kuonyesha huyu ni mtume kweli, anapewa maagizo na yule anayejua kila kitu, alimul ghaibi wa shahada. Wa huwa ummiyun, mtume wenyewe alikuwa hajui kusoma na kuandika. Lam yaqra kutubahum, hajapata hapo kusoma vitabu vyao. Yeye hajasoma vitabu vya watu wa dini nyingine, lakini anawapa habari ya mambo ambayo yalikuwemo kwenye vitabu vyao. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin, enyi watu wa kitabu, kwa hakika imekujieni nuru kutoka kwa Allah. Qad ja'akum min Allahi, imekujieni kutoka kwa Allah, nurun, nuru, wa kitabun mubin, na mmeletewa kitabu kinachobainisha kila kitu, black and white, viko hadharani. Nyie mmeficha, lakini vitu viko nje. Kwa hiyo kubalini, ndo mtume wenyewe mliambiwa huyu, mfuateni. Qad ja'akum min Allahi nurun, kwa hakika imekujieni kutoka kwa Allah nuru, wa kitabu mubin, na mmeletewa kitabu chenye kubainisha mambo yote, ndo Qur'ani tukufu. Yani ja'akum nurun, imekujieni nuru, huwa al-Qur'anu, nuru yenyewe ni Qur'ani, ndo kitabu alichopewa huyu mtume wa mwisho. Liannahu, kwa sababu hichi kitabu, mazilu lidhulumati shirki wa shaki, kinawaangazia watu wakatoka kwenye kiza cha ushirikina na shaka za kujua ipi sahihi na ipi si sahihi. Ukisoma hichi kitabu kila kitu kiko clear. Kama akili yako iko sawa, unafahamu tu. Ndio ikaitwa nuru, kwa sababu inawaangazia walioko kizani. Qur'ani ni nuru, ukiisoma na kama unaielewa, inakuwekea kila kitu wazi, unajua black and white. Kwa hiyo kakujieni mtume wetu na imekujieni nuru kutoka kwa Allah, ambayo ni kitabu alichopewa huyu mtume. Wa huwa kitabun mubinun dhahirul ijazi, kitabu chenyewe kinabainisha kila kitu kwa ufupi, kinadhihirisha mambo kwa ufasaha, ni miujiza. Kitabu hichi kinavyotoa habari zake ni miujiza. Yahdi bihi Allahu, anawaongoza Allah kwa kitabu hichi, manitaba ridwanahu, wale wanaofuatilia radhi zake, wale wanaotaka radhi za Allah, wakikitumia kitabu hichi kinawaongoza kufikia kwenye hizo radhi za Allah. Wanaondoka salama katika dunia hii na wanaenda pema kwenye dunia ijayo. Yahdi bihi Allahu, anawaongoza Allah kwa kitabu hichi, manitaba ridwanahu, wale wanaofuata ridhaa ya Allah, subula salam, anawaongoza kwenye njia za amani, anawapeleka mahala penye mafanikio na matokeo bora. Ai maana yake, yahdi bil Qur'ani, anawaongoza kwa kupitia Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala, manitaba ridallahi, wale wanaofuata radhi za Allah, wanaotaka radhi za Allah, anawaongoza turuqan najati, njia za kuwaokoa, njia salama. Turuqan najati wa salama, anawaongoza kwenye njia za uokovu, wasalimike, na njia ambazo ni za salama kwa matokeo ya maisha yao ya baadaye. Wa manahijil istiqama, na kwa kupitia Qur'ani Allah anawaongoza wanaotaka radhi ya Allah,
manahij zilizo sawa sawa, zilizonyoka. Wanaishi duniani wakiwa wameridhiwa, na wakiondoka wanaondoka hali ya kuwa wameridhiwa, na wakienda huko akhira wanaenda mahala pema. Wa yukhrijuhum, na pia Allah anawatoa watu kwa kupitia kitabu hichi, minadh-dhulumati ila nuri biidhnihi, anawatoa kutoka kwenye viza vya ujinga akawaelekeza kwenye nuru ya ilmu kwa idhini yake mwenyewe Allah. Soma Qur'ani kwa mazingatio, utaboreka maisha yako, utaongoka, utakuwa mtu mwenye kujua kupanga na kuchagua. Yukhrijuhum min zulumati al-kufri, Allah anawatoa watu wenye kusoma Qur'ani kutoka kwenye viza vya ukafiri ila nuri al-iman, akawapeleka kwenye nuru ya imani, bitawfiqihi wa iradatihi, kwa tawfiki yake Allah na kwa matakwa yake. Yeye mwenyewe anawaongoza watu wanaotaka salama kwenye salama. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, na anawaongoza kwenye njia iliyonyoka. Allah mwenyewe anawaongoza watakaosoma kitabu hichi kwa nia njema, anawaelekeza kwenye njia iliyonyoka. Huwa dinul Islam, njia iliyonyoka ni dini ya Uislamu. Thumma dhakara ta'ala, kisha Allah mtukufu akataja ifrati nasara, kule kuchupa mipaka kwa manasara, yani wamepitiliza viwango fi haki Isa, wamepitiliza viwango katika haki ya Isa. Hawakuridhika kwa Isa ni mtume wa Mungu au mja wa Mungu, kama aya tulizosoma huko nyuma kwamba wamemkosoa Mtume Muhammad, kwa nini unamuita huyu mtu wetu Abdullah wa Rasulu, hasa ni muiteje? Kwa hiyo wamechupa mipaka katika kumpenda na kumsifu Isa, haithu itakadu uluhiyatihi, wameitakidi kwamba Yesu mwenyewe ndo Mungu, yani wamempenda kupitiliza, wakampachika nafasi asiyostahiki, wakasema ndiye Mungu mkuu na mwokozi wetu. Wengine wakasema huyu ni mwana pekee wa Mungu, yani Mungu kapata mtoto mmoja tu ndo Yesu. Wengine wakasema ni nafsi moja katika nafsi tatu za Mungu, yani ule Mungu wakamfanya sehemu tatu anazo, moja ndo Mungu mwenyewe Baba, moja ni Mungu Mwana ndo Yesu, na moja ni Roho Mtakatifu. Roho Kudusi anakuwa ni Jibril, malaika. Wakacompile hapo, wakatengeneza Mungu mmoja mwenye nafsi tatu. Hapa wamekosea. Kwa hiyo aya hiyo inshallah hatutaisoma leo kutokana na muda, tuishie hapo. Narudia tena tuliposoma leo mara moja. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdhihim mithaqahum, kwa sababu ya tabia yao Mayahudi ya kuwa na tabia ya tengua ahadi zao, la'annahum, tumewalani, hatuko radhi nao, yani hawana radhi ya Allah. Na hapa Uswahilini tumezoea mtu kama hana radhi ya wazee wake, si mnamuona anavyokuwa. Sasa hana radhi yule ya babake, alimpiga babake. Sasa na hawa ndo vitu kwa wanavyofanya Mayahudi, ndo hivyo, hawana radhi ya Allah, Allah hayuko radhi nao. Waja'alna qulubahum qasiya, na tumewafanya nyoyo zao ziwe susuavu, ngumu, hazielewi kitu katika haki. Yuharifuna alkalima an mawadhihi, wamepotosha kitabu wakayaondoa maneno katika nafasi zake. Wanasu hadhan mimma dhukiru bihi, na wakadharau maagizo mengi waliopewa, waliokumbushwa, hawakuyatendea kazi. Kama sisi tuna Qur'ani lakini hatutekelezi chochote kwenye Qur'ani, tunaishi kienyeji tu na mila zetu na desturi na mazoea. Kosa. Kitabu kipo kwa ajili ya muongozo wa watu wenye imani, kitumiwe. Yaliyoagizwa humu ndo wameagizwa wanaosoma kitabu wayafanyie kazi. Yaliyokatazwa humu wamekatazwa wasomaji wa hicho kitabu wakatazike, ndo maana ya kitabu. Wao walipodharau ndo yamewafika hayo watu wa kitabu, japo mnawaona ndo wastaarabu walioendelea duniani, hawana radhi ya Mungu, wamepuuza maagizo ya kitabu. Kwa hiyo wanaishi kienyeji
hawana dini wala ibada. Wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum, na wewe mtume wetu Muhammad hutaacha kuona matukio ya kukufanyia khiana yatakayofanywa na watu hawa, illa qalilan minhum, isipokuwa utapata salama kwa watu wachache kati yao watakaokubali ukweli na wakaslimu. Fa'fu anhum, kwa hiyo wewe wapotezee tu, wasfah, wapuuze katika baadhi ya mambo. Inna Allaha yuhibbul muhsinin, ukifanya hivyo hiyo ni ihsani, na Allah anawapenda watu wenye ihsani. Wa minal ladhina qalu inna nasara, na wengine wale waliojisemea sisi ni manasara, akhadhna mithaqahum, pia na wao tulichukua miadi kwao kwenye kitabu tulichowapelekea, wanachosema wamekikubali Injili. Fanasu hadhan mimma dhukiru bi, na wao pia katika maagizo ya kitabu mengi wameyapuuza. Tusome na sisi hapa, kitabu tunacho lakini mengi tunayapuuza, hatuyatendei kazi. Hawa wamefanya hilo kosa na sisi tunawaiga, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sunana man kana qablakum, nyinyi mtaiga mwenendo wa waliopita kabla yenu, shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in, dogo kwa dogo na kubwa kwa kubwa. Hata law dakhala ahaduhum juhra tadabin la dakhaltumuhu, hata kama mtawaona watu wa kitabu wanaingia kwenye shimo la mburukenge, na nyinyi mtaingia nao, mtaona ndo ustaarabu. Kwa hiyo wanayoyafanya wao sisi ndo tunakopia, tunaona ustaarabu, kumbe wamelaaniwa, na hii ndo athari ya laana, na sisi tunawaiga tu japo tunaenda kwenye laana. Wameadharau maagizo mengi waliokumbushwa, waliosomewa kwenye kitabu chao. Fa'aghraina bainahumul adawata wal baghdha, tukawapa adhabu ya uadui na kuchukiana. Wametengana wakawa madhahib, kila mmoja hafahamiani na mwenzake wala hawaingiliani kwenye mifumo ya ibada. Ila yaumil qiyama, wataishi hivyo mpaka siku ya kiyama, ni kukosa radhi tu. Wasawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasnaun, na hivi punde Allah atawajulisha matokeo ya yale waliokuwa wanayafanya. Ya ahla alkitabi, enyi watu wa kitabu nye, qad ja'akum rasuluna, kwa hakika amekujieni mtume wetu, huyo ndio yule tuliyemtabiri kwenye vitabu vyenu. Yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi, anakubainishieni mambo mengi yale mliokuwa mnayaficha kutoka kwenye kitabu chenu. Huyo atayasoma. Wayafu an kathir, mengine atayapuuzia tu, tahatoyataja. Qad ja'akum min Allahi nurun, watu wa kitabu nye, kwa hakika imekujieni nuru kutoka kwa Allah, kitabu hichi kipya. Wa kitabu mubin, nuru ni huyo mtume, wa kitabu mubin, na kitabu chenye kubainisha ni kitabu chake cha Qur'an. Yahdi bihillahu, anaongoza Allah kwa kitabu hiki Qur'ani, man tabi'a ridwanahu, wale wanaofuatilia mambo ya kuwapeleka kwenye radhi za Mola wao. Wakisoma kitabu hichi, wale wanaotaka radhi ya Mola wao, Allah huwa anawaongoza wafikie huko kupata radhi ya Mola wao. Anawaongoza subula salami, kwenye njia za amani, waishi hapa wameridhiwa, na wakiondoka wawe wameondoka na Allah yuko radhi nao. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri biidhni, na Allah wenye kusoma kitabu hichi na wakakifanyia kazi, huwa anawatoa kutoka kwenye viza akawaelekeza kwenye nuru kwa idhini yake. Wa yahdihim ila siratin mustaqim.